Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunatupia macho nchi ya Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa huku Tanzania ikipata utawala mpya. Dunia imetoa sauti kufuatia machafuko, maafa na uharibifu wa mali. Na kama uko Tanzania, hali iko vipi mahali ulipo? Haya basi, tutumie ujumbe wako kwenye mitandao yetu ya kijamii na huenda tukayasoma papa hapa katika taarifa hizi. Kwanza kabisa tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameapishwa hii leo kama rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Awamu ya pili ya Rais Samia imegubikwa na maandamano na vurugu ya wafuasi wa upinzani walioutaja uchaguzi na ushindi wake kuwa ghushi. Sherehe za kumwapisha kiongozi mpya zilihudhuriwa na viongozi wachache ndani ya uwanja wa jeshi ulioko mjini Dodoma. Watanzania walilazimika kufuatia dhifa hiyo katika shirika la utangazaji la serikali TBC. Samia alitangazwa mshindi kwa 98% ya kura. Hii ni baada ya kuwazuia wapinzani wake kuwania urais, ambapo mpinzani mkuu wa chama cha Chadema Tundu Lissu amezuiliwa korokoroni kwa makosa jinai na kuchochea vurugu. Waangalizi wa kimataifa wameutaja uchaguzi wa Tanzania kama uliokosa uwazi. Maandamano ya baada ya uchaguzi yameshuhudia mauaji ya mamia ya wafuasi wa upinzani na wengine wengi kujeruhiwa. Kwa upande wake, Rais Samia ametetea ushindi wake akiutaja kuwa wawazi na kuwataja waandamanaji kama waliokosa uzalendo. Viongozi wa upinzani wamelalamikia maafisa usalama kwa mauaji ya raia wengi huko Chadema, ikisema raia 800 waliuawa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo, duru za kidiplomasia zinasema ni raia 500 waliopoteza maisha katika maandamano ya baada ya uchaguzi Tanzania. Wakati huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameomba viongozi wa kisiasa nchini Tanzania wakumbatie maridhiano ya kitaifa na kulinda maisha pamoja na kuweka amani. Papa alitoa hotuba yake katika makao ya Vatican ambapo alitaja kutamaushwa na matukio nchini Tanzania ambapo mamia wafuasi wa upinzani wameuawa na mali ya mamilioni ya fedha kuharibiwa. Wengi nchini humo bado hawana mtandao baada ya kuzimwa na serikali. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutuma jeshi nchini Nigeria kushambulia makundi ambayo anasema analenga Wakristo nchini humo. Trump anasema Wakristo wengi wameendelea kupoteza maisha Nigeria katika mauaji ya kusudi na kuongeza hilo halitakubaliwa tena. Kiongozi huyo ameonya viongozi wa Nigeria wachukue hatua za kulinda maisha ya waumini wa Kikristo, la usivyo atalituma jeshi la Marekani. Taifa hilo la Afrika ya Magharibi limewekwa kwenye orodha ya mataifa ambayo yanalenga baadhi ya jamii kutokana na imani zao. Mataifa mengine yaliyolalamikiwa na Marekani kwa kuendesha ubaguzi wa imani ni pamoja na China, Myanmar, Korea Kaskazini, Urusi na Pakistan. Kwa upande wake, Nigeria imekaribisha Marekani kuisaidia katika kuyakabili makundi ya kigaidi ili mradi tu iheshimu uhuru wake. Msemaji wa Rais Bola Tinubu amesema waathiriwa wa ugaidi ni kutoka imani zote wakiwemo Wakristo na Waislamu. Nigeria ndilo taifa lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika, wakiwa watu milioni 200. Wakristo wengi wamesalia kusini mwa nchi, huko kaskazini mwa Nigeria kukimilikiwa na raia wanaofuata imani ya Kiislamu. Kundi la Kiislamu la Boko Haram limetekeleza mashambulio mengi nchini Nigeria kwa zaidi ya mwongo mmoja.
Wengi waathiriwa wa kundi hilo ni waumini wa Kiislamu. Hata hivyo, kati mwa Nigeria kumekuwa na makabiliano kati ya wafugaji wa Kiislamu na wakulima wengi wa Kristo. Kaskazini magharibi kuna makundi ya uhalifu ambayo yamekuwa yakitekeleza utekaji nyara na kushambulia vijiji huku yakidai vikombozi. Nchini Kenya, watu wengi wamepoteza maisha na wengine kuachwa bila makao baada ya maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kali inayoendelea nchini humo. Tukio la sasa limetokea katika eneo la Marakwet lililoko bonde la Ufa. Serikali na shirika la Msalaba Mwekundu zinashirikiana katika kuwatafuta watu waliozikwa na maporomoko, kuhamisha manusura katika maeneo salama pamoja na kutoa msaada wa dharura. Mapema mwaka huu Kenya ilishuhudia mvua kubwa ya masika iliyosababisha mafuriko na uharibifu wa miundo msingi. Nchi jirani ya Uganda kumeripotiwa maporomoko ya ardhi na mafuriko katika eneo la Kapsomo mashariki mwa nchi. Watu kadhaa wamepoteza maisha na wengine hawana makao. Karibu watu 100,000 wameondoka mji wa El Fasher, jimbo la Darfur nchini Sudan. Hii ni baada ya eneo hilo kutawaliwa na wapiganaji wa Rapid Support Forces. Shirika la kimataifa la wakimbizi UNHCR linasema kumekuwa na mauaji ya halaiki na uhalifu wa kibinadamu uliotekelezwa na kundi hilo la RSF. Wakimbizi wengi wametafuta hifadhi katika eneo la Tawila, kilomita 100 kutoka El Fasher. Baadhi ya wanawake wanasema walibakwa na wapiganaji hao. UNHCR aidha inasema wakimbizi wengi wanasalia bila msaada kwani shirika hilo limekosa ufadhili wa kutosha. Namshukran sana Angela Ngendo, na tunaanza nchini Tanzania ambapo kiongozi mpya Samia Suluhu Hassan ameapishwa kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki kwa awamu ya 6. Uongozi wa Bi Samia Hassan unajiri wakati taifa lake limeshuhudia machafuko mabaya ya baada ya uchaguzi. Upinzani nchini Tanzania haukushiriki uchaguzi ambapo ulishinikiza mageuzi ya sheria na kuwepo na uongozi bora. Tanzania pia inaanza awamu ya rais mpya kwa makovu ya maumivu ya uchaguzi ambao umeligawanya taifa. Mamia ya Watanzania wamefariki katika makabiliano na dola wakitafuta mageuzi ya sheria au utawala unaowajali. Mali ya mamilioni ya fedha imeharibiwa. Taifa hilo leo halishangilii ushindi, linatonesha machozi ya maombolezi na hasara kwa sababu ya siasa na utawala wa mabavu ambapo sauti ya mnyonge imezimwa. Samia Suluhu Hassan amechukua kiapo cha kulinda nchi yake kwa miaka 5 ijayo, na upande wa pili jamii ya kimataifa kiwemo Papa Leo wa 14 wametaka taifa hili kukumbatia maridhiano ya kitaifa na amani. Huyu hapa Silvanus Karemera ambaye amefuatilia matukio huko Tanzania mchana kutwa. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba, tunakuomba umjalie na kumpa viongozi wachapakazi watakao. Maombi na sala za kuongoza zoezi hili zilitolewa na viongozi wa madhehebu mbalimbali nchini Tanzania katika umati wa wahudhuriaji kabla ya Rais mteule Samia Suluhu Hassan na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi kuapa. Mungu Baba, tazama tuko hapa. Sisi wa Tanzania tumeumbwa kwa mfano wako. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Rais Samia Suluhu Hassan katikati mwa kiza kinene ambapo taifa limegawanyika katika mirengo tofauti kufuatia machafuko na mauaji kwa vijana waandamanaji wakati wa mchakato wa kupiga kura kwenye uchaguzi wa rais wa Oktoba 29 mwaka 2025 mjini Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, mbele ya umati mkubwa, wengi wao wakiwa ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa mara ya kwanza pia ni zoezi ambalo limeonekana kuhudhuriwa na viongozi wachache wa ngazi za urais tofauti na jadi za chaguzi za Tanzania. Marais wa Zambia Hakainde Hichilema na Daniel Chapo wa Msumbiji ndio waliowakilisha kanda ya kusini mwa Afrika ambako kwa kawaida Tanzania imekuwa na ushawishi mkubwa wa kihistoria kutokana na mchango wake katika ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia katika hotuba yake amekumbushia umuhimu wa ustahimilifu wa kiusalama na kisiasa. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected. Tunatambua umuhimu wa kulinda amani.
na tunajua kwamba tukikosa amani katika nchi moja, tumekosa amani katika maeneo mengine. Hichilema ameasa viongozi wenzake dhidi ya changamoto zinazoendelea katika maeneo mbalimbali, akisema kwamba viongozi ndiyo wenye dhamana ya kuhakikisha usalama na amani ya watu wake. Rais Samia Suluhu Hassan aliyegundua uchache wa mahudhurio haya ya viongozi wenzake wa ngazi ya marais, wakiwemo wale wa nchi jirani, amesema pamoja na kwamba tulitoa mwaliko kwa muda mfupi kwa wale walioshindwa kushiriki, tunatambua uzito wa majukumu yao na tunajua mioyo yao ipo pamoja nasi. Tunashukuru pia wote waliotuma salamu za pongezi kwetu. Tunasema asanteni sana. Katika hotuba yake pia amewapongeza wagombea wenzake 16 ambao pia walikuwepo mjini Dodoma kutokana na ushirika wao katika mbio za uchaguzi. Hata hivyo, amesema wakati sasa safari ya miaka 5 ikianza, atakuwa mtumishi wa wote bila kujali itikadi za vyama na mirengo. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwaka huu ulitawaliwa na mizengwe, huku kasi ya kupotea kwa watu katika mazingira ya kutatanisha ikizidi kuongezeka, na viongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu na makamu wake John Heche wakiendelea kukabiliana na kesi za uhaini kwa Tundu Lissu na kuzuiliwa kwa John Heche. Hali hii ilisababisha umwagikaji mkubwa wa damu kupitia maandamano ya vijana na ngazi za usalama nchini Tanzania. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa na neno kwa hali hiyo, huku akienda moja kwa moja kuwasota vidole vijana kutoka nchi jirani, ambayo hata hivyo hakuitaja mara moja. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Licha ya marais wa Zambia na Msumbiji, marais Evariste Ndayishimiye wa Burundi na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud walihudhuria pia. Nchi za Uganda, Kenya na Zimbabwe ziliwakilishwa na makamu wa marais, na mataifa mengine ya kanda yakiwa na wakilishi wa ngazi za mawaziri na mabalozi. Na basi bila shaka hiyo ni taarifa ya Silvenas Karemera. Tuelekee nchini Uganda ambapo kampeni za uchaguzi mkuu zinaendelea kwa kishindo, vyama vya kisiasa vikiwarai Waganda kuwapa nafasi kuwaongoza. Rais Yoweri Kaguta Museveni anawania kwa muhula wa 7. Museveni ameongoza Uganda kwa miaka 39 sasa. Chama tawala cha NRM kimemteua mzee Museveni kuwa kinara wake hadi mwaka 2031. Upinzani unaongozwa na Robert Changulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine, ambaye anacheza ngoma ya chama cha National Unity Platform. Chama kikongwe cha upinzani Forum for Democratic Change chake mwanasiasa mashuhuri Kizza Besigye kimemteua Nathan Nadanda kuipeperusha bendera yake. Kanali Besigye amewekwa korokoroni kwa makosa ya uhaini. Mashirika ya kibinadamu yamekosoa hatua ya kumzuilia Besigye, wakisema mashtaka dhidi yake yamechochewa kisiasa. Huyu hapa Sadam Mobale ambaye amekuwa katika baadhi ya kampeni huko nchini Uganda, na hii hapa taarifa yake. Ni mwezi mmoja sasa tangu kampeni za urais kuanza rasmi nchini Uganda, baada ya wagombea 8 kuteuliwa na tume ya uchaguzi kuwania urais. People power. Our power. Miongoni mwa wagombea wakuu ni Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine kupitia chama cha National Unity Platform. Chagulanyi ambaye ni mwanamuziki aliyegeukia siasa anaendelea kuvutia umati mkubwa wa wafuasi kote nchini, akijitambulisha kama sauti ya kizazi kipya kinachotaka mabadiliko hasa kwa vijana. NUP everywhere. Na
anakabiliana na rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha National Resistance Movement ambaye amekuwa madarakani kwa karibu miaka 40. Thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents and approving our candidacy. Museveni aliyepata madaraka mwaka 1986 anafanya kampeni kwa kauli mbiu ya utulivu na maendeleo endelevu, akiwataka raia waendelee kulinda kile anachokiita amani na maendeleo yaliyopatikana kwa juhudi kubwa. Pia kwenye kinyang'anyiro hicho yupo Mugisha Muntu, mgombea wa urais kupitia chama cha Alliance for National Transformation. Muntu ambaye ni jenerali wa zamani wa jeshi na aliyeshiriki vita na Museveni wakati wa mapambano ya kuleta serikali ya sasa, anasema rais amesaliti misingi waliokuwa wakisimamia. We intend to build sustainable peace in this country because we want to focus on justice. Muntu ameahidi kurejesha utawala wa sheria na kuimarisha taasisi za demokrasia endapo atachaguliwa. Wakati huo huo, kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Daktari Kizza Besigye bado yuko kizuizini mwaka mmoja tangu aripotiwe kutekwa jijini Nairobi, Kenya. Besigye ambaye hivi karibuni alizindua chama cha kisiasa cha People's Front for Freedom alitarajiwa kugombea urais tena baada ya kujiondoa katika chama cha Forum for Democratic Change. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Uganda, uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 12 Januari mwaka 2026. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Na basi bila shaka hiyo imekuwa ni taarifa yake Sadam Mubale akiwa kule Kampala nchini Uganda. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa msikilizaji kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Anne Ngugi. Leo tupo nchini Tanzania ambapo tunatupia jicho Rais mteule Samia Suluhu Hassan ambaye amechukua hatamu za uongozi. Na tunahoji, uchaguzi Afrika ni ukurasa wa mabadiliko au ni ibada na shuruti tu za kuhalalisha shughuli ilivyopangwa mapema? Haya basi, hapa tunaona maoni mengi tu, maoni ya wasikilizaji wetu. Shukran sana Waithera Njoki ukiwa upande kule Murang'a, na hapa anasema kwamba anatusikiliza kupitia njia ya Facebook, na anasema kwamba amefurahia kwamba tumemjuza mengi kuhusiana na matukio kule Tanzania tangu wiki iliyopita, na hivi sasa anaendelea kutusikiliza barabara. Shukran sana Waithera. Nikiwa hapa namuona pia mwingine kutoka kule nchini Uganda, namuona hapa Kizito na Moya kama sijakosea jina lake. Asante sana kwa kushiriki na kusikiliza matangazo yetu. Yeye anasema kwamba anatusikiliza akiwa pale nchini Uganda. Shukran sana. Endelea kutoa maoni yako na huenda tukayasoma papa hapa kabla ya kutamatisha matangazo ya leo. Baada ya taarifa hizo kutoka Tanzania na Uganda, kwa sasa namkaribisha mwenzangu Ramadhani Kibuga atupeleke viwanjani kufahamu matukio mbalimbali. Kwako Kibuga, ukiwa pale Bujumbura. Shukran Ann, tuanze na riadha. Mwanariadha nguli wa Kenya Eliud Kipchoge ameandika historia mpya katika mbio za New York Marathon, huku akitimiza hadhi ya 6-star finisher na kutangaza mpango mkubwa wa kimataifa utakaoibadilisha dunia ya marathon. Aidha, wana Kenya pia wametamba kwa ushindi wa kuvutia katika mbio hizo kwa upande wa wanaume na wanawake. Kwa taarifa kamili na mpisha hapa mwanamichezo mwenzangu Felix Gatumo kutoka Nairobi. Ever since I was a little boy, I fell in love with the feeling of freedom that running gave me. Watching the champions who came before me made me dream of inspiring the world myself one day. Katika mbio za New York Marathon, mwanariadha nguli Eliud Kipchoge ameweka alama nyingine katika historia ya riadha duniani. Kipchoge amekamilisha mashindano hayo kwa saa 2 dakika 14 na sekunde 36 na kufanikiwa kupata hadhi ya nyota ya 6, hatua inayotambuliwa kimataifa kama ishara ya ubora wa juu wa marathoni. Katika ujumbe wake baada ya mbio hizo,
Kipchoge alieleza kuwa kutimiza mafanikio hayo jijini New York ni hatua ya kuvutia, akisisitiza kutia moyo, kuungana na kuendeleza mshikamano miongoni mwa wanariadha duniani. I am a real marathon runner now. Mimi ni mwanariadha kamili wa marathoni. Because I have a 6 kwa sababu nina medali ya nyota ya 6. Medali hii inaashiria urithi wa kweli katika riadha. Katika hatua yenye uzito mkubwa kwa ulimwengu wa riadha, Kipchoge ametangaza rasmi kuanzisha mradi wa marathoni utakaofanyika katika mabara yote 7. Safari hiyo inalenga kuwakutanisha wanariadha wa mataifa mbalimbali, kuhamasisha elimu, kutetea mazingira na kuendeleza falsafa yake ya kwamba hakuna binadamu aliye na mipaka, na hatua hii imeonekana kama ukurasa mpya katika juhudi za kuunganisha ulimwengu kupitia michezo. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Tuelekee sasa DRC. Mashindano ya ligi kuu ya soka yaliendelea mwishoni mwa juma. Ligi hiyo ilianza kwa kuchelewa kutokana na matatizo ya kiuwezo, na Tupwisa Mazembe, miamba ya soka pale Lubumbashi, wanazidi kuboronga mbele. Chimsoshi na dunda viwanjani kutoka mjini Kinshasa. Mechi 3 zilichezwa jana mjini Kinshasa. Katika uwanja wa Stade des Martyrs, Vita Club ilipokea mgeni Maniema Union kutoka jimboni Maniema, na mchezo kumalizika kwa sare ya kutofungana. Wakati huo Renaissance du Congo ilichapa Bukavu Dawa kwa bao 1-0. New Jack na Dauphin Noir waliachana kwa nguvu sawa, kila timu ikipata goli moja. Hadi sasa Vita Club ya Kinshasa imeongoza kundi B ikiwa na alama 10. Katika mji wa madini wa Lubumbashi, TP Mazembe walipata kipigo cha kwanza cha msimu huu dhidi ya mshindani wake wa milele Saint-Eloi Lupopo, goli 2-1 na kupata pointi 6, huku TP Mazembe akibaki na pointi 3. Mshangao usiotarajiwa kwa mujibu wa mshabiki huyu wa TP Mazembe. Naam, tulishangaa kona Lupopo kuina TP Mazembe, kwani inakuwa kama zoezi miaka 2 Lupopo kuina Mazembe. Jana mechi ile tuliona, mchezo ile tuliona haikutufurahisha shibote ba TP Mazembe. Match ni fair play, na ile tuliona jana ilikuwa ni mambo ingine. Felicitation kwa Lupopo, na sisi wa TP Mazembe tungali naendelea na kutumika, na mamechi hiyo itakuya masiku ya mbele, tutaweza kuiwina yote na kubeba kikombe hiki. Michuano ya ligi kuu ya taifa ambayo ilipaswa kuanza tangu mwezi wa Agosti ilianza sasa mwezi wa Oktoba tarehe 23. Na kulingana na kalenda iliyochapishwa ni Disemba ndo mshindi anapaswa kujulikana. Kalenda ya michuano ya msimu wa 30 haikuheshimiwa hadi kusitishwa kulingana na sababu kadhaa, haswa ukosefu wa uwezo wa kusafirisha klabu. Mbele Chimsoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Na katika nchi jirani ya Burundi, kwenye ligi kuu ya soka, klabu ya Aigle Noir kutoka eneo la kusini la Makamba wako kileleni na alama 22 baada ya kuitandika timu ya polisi ya Rukinzo kwa bao 1-0. Bumamuru ya mkoani Chibitoke, ambayo imefungwa na klabu ya Ngozi City kwa bao 1-0, iko kwenye nafasi ya pili na alama 19, huku wageni wapya wa ligi kuu hiyo ya soka Vision wakiwa nafasi ya 3 licha ya kuchapwa na Dynamic kwa bao 1-0. Tubaki hapo hapo Burundi, ambapo mashindano ya kikanda ya volleyball ya ufukweni yalimalizika, wenyeji wakizoa mataji yote kwa kinakaka na kinadada, huku Tanzania ikiburura mkia. Hata hivyo, mkuu wa chama cha volleyball cha Tanzania Shukran Ali Saidi amekiri ubabe wa Burundi na kwamba wanakwenda kujifunza kuinua viwango vya mchezo huo. Maandalizi yalikuwa mazuri sana na mchezo ilikuwa migumu. Naona Burundi wamejipanga sana, wameweza kuingiza timu nyingi finals. Niwape hongera sana watu wa Burundi. Timu zinazidi kuimarika, na niwapongeze teams nyingi zimeleta vijana wadogo wapya, kwa maana naona performance ni nzuri, tuna wakati mzuri ujao. Tunatoka na funzo tukainvesti kwa vijana. Naona kama timu za Burundi nyingi zina vijana wadogo, na Kenya pia wana vijana wadogo. Kuna damu changa zinahitajika kwenye beach volleyball.
Twende sasa barani Ulaya. Ligi kuu ya kandanda ya England, Arsenal washika bunduki wa London wazidi kujiimarisha kileleni baada ya mechi za mwishoni mwa juma, huku majogoo wa Anfield Liverpool wakiamka tena baada ya kufululiza michezo minne bila ushindi. Na katika ligi kuu zingine za Ulaya kwa ufupi, Angel Angendo na nambari yake 6 mgongoni anakujuza zaidi. Tuanze na ligi ya Hispania. Real Madrid wamesalia vizuri kileleni mwa ligi baada ya kusambaratisha Valencia kwa mabao 4-0. Hivyo Madrid wakiwa na alama 30 wameacha nyuma watani wao wa jadi Barcelona kwa alama 5. Barca nao waliilaza Elche kwa mabao 3-1. Huko Ujerumani, Bayern Munich wamezidi kuidhirisha ubabe wao kwenye msimamo wa Bundesliga. Timu hiyo ya Bavaria imezoa alama zote 27 baada ya mechi 9 bila kufungwa au kugawa. Bayern waliishinda Leverkusen kwa mabao 3 bila majibu. Leipzig iko nafasi ya pili kwa alama 22, huko Dortmund ikitinga nafasi ya 3 na alama 20. Wiki nyingine, ushindi mwingine kwa Arsenal. Vinara wa ligi kuu ya Uingereza wanaendelea kuonekana imara kileleni mwa ligi kuu ya Premier League baada ya ushindi dhidi ya Burnley. Ushindi huu ulikuwa wa 9 mfululizo katika michuano yote, mfululizo wao mrefu zaidi tangu mwaka 2018. Pia ulikuwa ushindi wao wa 7 mfululizo bila kuruhusu bao. Bao la kwanza lilitokana na njia iliyozoeleka. Kila walipopata mpira wa adhabu au kona, matarajio yalikuwa makubwa, na walipata bao la kuongoza pale Victor Gyökeres alipofunga baada ya kona ya Declan Rice ambaye aliongeza la pili kabla ya muda wa mapumziko. Ushindi wa Manchester City na Liverpool ulifanya sehemu ya juu ya msimamo wa ligi kuonekana kama ilivyozoeleka. Timu hizo mbili zilizotoa ubingwa hivi karibuni zikishika nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Ushindi wa City dhidi ya Bournemouth uliwaona wapinzani wao wakishuka hadi nafasi ya 4, huko Chelsea wakiwafagia Tottenham Hotspur wasio na makali. Mohamed Salah alipewa zawadi ya bao la kwanza baada ya kosa kubwa kutoka kwa Emiliano Martinez ambalo lilimwacha akiwa lango wazi. Ryan Gravenberch kisha akaongeza bao la pili kwa Liverpool kwa shuti lililogonga mguu wa Paul Torres na kubadilisha mwelekeo. Huu ulikuwa ushindi muhimu kwa Liverpool kukatiza msururu wao wa mechi 4 za kupoteza katika ligi kuu. Jumamosi, Ahmad alifunga bao la kuvutia dakika za mwisho kuokoa sare ya 2-2 kwa Manchester United dhidi ya Nottingham Forest katika uwanja wa City Ground. Mashetani wekundu walionekana kuwa wanakaribia kupoteza katika kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu Ruben Amorim achukue mikoba ya ukocha baada ya kuanza vibaya kipindi cha pili baada ya Man United kuongoza katika kipindi cha kwanza, lakini mabao ya haraka kutoka kwa Morgan Gibbs White na Nicola Savona ndani ya sekunde 102 aligeuza mchezo huo. Man United wangeweza kupanda hadi nafasi ya 2 kwenye msimamo wa Premier League iwapo wangeshinda, lakini sare hiyo bado inaweka katika nafasi ya 5, huku Forest wakishuka hadi nafasi ya 18 wakiwa na point 4 nyuma ya Burnley. Kumbuka msikilizaji, kabla ya kutamatisha makala haya kwamba kesho na kesho kutwa zinarudi tena kurindima mechi za ligi ya mabingwa barani Ulaya. Wanapata shika katika baadhi ya viwanja, hasa ingwe kati ya Paris Saint-Germain mabingwa watetezi dhidi ya Bayern Munich katika uwanja wa Parc des Princes mjini Paris. Lakini pambano la kusisimua vile vile litakuwa pale Anfield wakati Liverpool watakuwa wakikaribisha miamba ya Real Madrid. Ni hayo tu kwa sasa kutoka viwanjani, na kurejesha kwa mwenzangu Ann kwa taarifa zaidi. Naam, shukran sana Kibuga, na tumekupata vizuri taarifa za kusisimua kutoka uwanjani, na shukran sana kwa taarifa hizo. Tukiendelea na matangazo yetu, kimya cha Umoja wa Afrika kwa mara nyingine katika uchaguzi wa Tanzania kimezua maswali mengi kuliko majibu. Nchini humo, umwagaji mkubwa wa damu na ukiukaji wa haki za kibinadamu ulishuhudiwa wazi. Lakini hadi sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na taasisi hiyo inayodai kuwa ngao ya demokrasia za bara Afrika. Kama bara linataka kuheshimika, basi Umoja wa Afrika lazima uamke kutoka usingizi wa mazoea, na Umoja wa Mataifa lazima uache diplomasia ya unafiki. Tanzania na Afrika kwa ujumla zinahitaji viongozi na taasisi zenye ujasiri wa kusema ukweli hata inapoumiza. Huyu hapa Shisia Wasilwa anazungumzia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wamepoteza meno ya kung'ata
Ni aibu na fedheha kubwa kwa bara la Afrika kwamba taasisi zilizoundwa kulinda utu, haki na misingi ya demokrasia, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, zimegeuka watazamaji wasio na meno ya kung'ata mbele ya dhulma zinazoendelea. Wakati Tanzania inashuhudia uchaguzi uliojaa dosari, ukandamizaji na wapinzani na umwagikaji wa damu, vyombo hivi viwili vimekaa kimya kana kwamba havioni, havisikii wala kuhusika. Kimsingi vimejitia hamnazo. Katika uchaguzi wa hivi karibuni nchini Tanzania, wapinzani walizuiliwa kufanya kampeni, wengine walitiwa mbaroni na vyombo huru vya habari vilinyamazishwa. Hali ya hofu imetanda kote nchini, huku wananchi wakihesabu hasara ya maisha na uhuru. Pamoja na haya yote, Umoja wa Afrika haujatoa hata tamko moja la ukemeaji. AU ambayo ilipaswa kuwa ngao ya demokrasia na ulinzi wa haki za raia, imegeuka kikaragosi kinachotii matakwa ya watawala. Kuna hisia kwamba AU imepoteza dira. Badala ya kusimama imara kukemea ukiukwaji wa haki, imekuwa kama klabu ya viongozi wanaolindana. Mikataba, tamko na itifaki za kidemokrasia zimebaki kwenye nyaraka bila utekelezaji wowote wa maana. Wakati wananchi wanapolia, AU inatoa hotuba za heshima na salamu za rambirambi bila hatua zozote za kweli. Kinachotia uchungu zaidi ni kwamba hata Umoja wa Mataifa nao umenyamaza. Licha ya kuwa na mamlaka ya kimataifa ya kulinda amani na haki za kibinadamu, hakuna tamko lolote kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hakuna ufuatiliaji wa hali ya kibinadamu wala mashinikizo yoyote kwa serikali inayokiuka misingi ya haki. Ni kana kwamba dunia imeamua kuangalia upande mwingine, huku damu ya wananchi kitiririka kwa sababu ya ubinafsi wa kisiasa. Na sasa mzao wa kidemokrasia unazidi kuonekana. Rais aliyeshinda kwa 98% anaapishwa katika sherehe ambazo wananchi hawatoruhusiwa kuhudhuria. Ni udhalilishaji wa hali ya juu kwa raia wanaodai mabadiliko. Je, huu ndio ukombozi tulioahidiwa na taasisi hizi mbili? Kama Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa hawataamka sasa, historia itawahukumu kwa kushindwa kulinda utu wa Mwafrika. Bara hili linahitaji viongozi wenye ujasiri wa kukemea maovu, si watazamaji wa kifahari wanaotazama mateso ya watu kutoka mbali. Afrika inahitaji sauti, si ukimya unaotisha. Na basi kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza msikilizaji kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Shukran sana, ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri kwa sasa.